Sasa hivi tumekubaliana kwamba tunafanya maandalizi kwanza, ndo tufanye maandamano ambayo hayatakuwa na kikomo. Maandamano ya amani ambayo hayatakuwa na kikomo. Maandalizi haya yanaweza kafika mpaka wiki 3 kukamilika. Lakini kitu ambacho mimi nimekihisi na kwa taarifa zinazoenea ni kwamba wakati wowote kutoka sasa ama tayari imeanza kufanyika, kuna watu wanaweza either wakaingia kwenye maandamano ama watu hao wanaweza wakakamatwa kwa lengo la kuuliwa na kwa kuteswa hapo nchini Tanzania. Sasa swala likaja hivi, okay, sisi tunapanga kufanya maandamano ya amani yasiokuwa na kikomo na tuna taratibu tunataka tuzifate sasa hivi. Lakini je, ikitokezea kuna watu wanaweza wakaingia kwa maandamano bila hata sisi tumepanga, kama vile tunasikia tarehe 9, wengine wanasema uko mbali. Natoa maelezo haya yote vile nimeambiwa dada Lioness hajafahamu. Kama yupo dada Lioness, naomba japo ni comment kama upo, ni especially unielewe. Kwa maana hiyo ndugu zangu, binadamu yoyote ambaye ana uwezo mzuri wa kufikiria anatakiwa aliangalie jambo lolote kwa 3 dimension. Kwa maana yake usiliangalie jambo moja, usiliangalie kwa muonekano mmoja tu. Uliangalie kwa muonekano wa kwanza na muonekano wa pili na muonekano wa 3. Ukifanikiwa kuliangalia jambo lolote kwa 3 dimension kwa mujibu wa sheria za physics, hauwezi kufeli. Hilo jambo lazima litakuwa kutokana na law of physics. Hiyo ni topic nyingine. Sasa najua hili jambo ni geni kwa watu wengi, kwa naomba watu walikuwa wanataka kujifunza waandike hivi vitu na watajia ili na peke zao waende wakafanya uchunguzi. Nilichokifanya ni hivi. Yako baadhi ya mashirika ambayo mashirika hayo yana kazi kufanya usaidizi wa dharura inapotokezea emergency. Yaani maana yake ni kwamba hawafanyi kazi kwa utaratibu wa kisheria. Hichi ni kitengo ni taasisi za dharura. Sio jambo ambalo limepangwa kama hivi sisi ambavyo tunapanga kufanya maandamano, kufuata Vatican watujibu, tuweke hapa, tuweke Ikulu. Hizi ni taratibu tunazozipanga. Swala tujiulize, je, ikitokezea dharura hapa kati, watu wameandamana na polisi na jeshi na Samia wakatake advantage kuwaua, tutafanyaje? Tufanye nini kuwasaidia? Hili ndio lilikuwa swala ambalo ninajiuliza mimi na nikachukua juhudi ifuatayo. Kuna mashirika ambayo watu wengi naweza msijue, lakini mnaweza mkaandika mkajiridhisha peke yenu. Ndani ya United Nation kuna idara nyingi sana. Kuna idara moja inaitwa Department of Political and Peace Building Affairs. Department of Political and Peace Building Affairs. Kifupi yake inakuwa ni DPPA. Hii idara imo ndani ya Umoja wa Mataifa. Imo ndani ya Umoja wa Mataifa. Idara hii inafanya kazi kwa dunia nzima. Iko idara kama ya NATO, lakini haitoweza kutusaidia kwa dharura ambayo tunaiogopa kwa sababu hawana mamlaka ya kuingia pale. Sasa nimewatumia email Department of Political and Peace Building Affairs kuwaambia kwamba tunaamini kwamba nchi yetu ni sawa na mgonjwa ambaye ni yuko ICU, anahitaji uangalizi wa madaktari wa masaa 24 bila daktari kuondoka, ili kusudi yule mgonjwa tumuokoe asije akafa. Kwa ufupi, hiyo ndio aina ya email ambayo muandikia. Huo ni mfano. Kwa kitaalamu inaitwa illustration. Huo ni mfano. Sasa nimewaambia hivyo kwa kuwaomba kwamba macho yao yawe wazi na situation iliyokuweko sasa hivi Tanzania, ili kusudi kama ikitokezea bahati mbaya baadhi ya ndugu zetu hawajaipata hii elimu tunowapa, ama wamehisi tu hii elimu tunowapa ni elimu isiyokuwa na maana, sisi tusiwatupe. Nimewajali kupitia kuandikia hii email kwamba ikitokezea hilo jambo tumewaomba wachukue hatua ya haraka ndani ya Tanzania kwa kufanya wokovu. Hawa wamenijibu, lakini kuna shirika jingine ambalo linafanya kazi ndani ya Afrika
ni pia inatambulika kwa UN, lakini inafanya kazi ndani ya AU, African Union, wanaitwa African Standby Force. African Standby Force, kazi yao kubwa ni kufanya deployment, uokozi wa dharura. Kwa maana yangu kwamba email niliyoandikia nimesema kwamba na mnukuu mwanaharakati mkubwa anatambulika Tanzania ametuhakikishia kwamba ana ushahidi wa wazi watu 10,000 wameuliwa. Hii ni idadi kubwa sana. Kwa hiyo naomba kwamba mkuwe na uwazi kwamba nchi yetu iko na hatari, wakati wowote inaweza katokea mlipuko tena maandamano, japokuwa tuko na matayarisho ya kisheria ya kutaka kufanya maandamano ya amani. Kwa hiyo naomba ikitokezea hivyo mkuwe mnaelewa na mtupatie msaada. Lakini Waafrika wenzetu bado hawajanijibu. Bado hawajanipa jawabu lolote. Niko na ufahamu kwamba kiongozi wa AU wa African Union alikuwa mtu wa mwanzo, yule bwana Kisomali, kumpongeza Samia. Sasa hata kama hajanijibu, lakini kama wameona ni vizuri, kwa sababu mimi lengo langu ni mkondeshe sana Samia, nimkoseshe furaha, kwa sababu sisi pia tunakosa furaha. Hatulali kwa mambo mabaya alofanya. Kwa hiyo ndio maana haya machafuzi yote nayafanya. Kwa hiyo ndugu zangu, jawabu nilopata imetoka kwa DPPA tu, Department of Political and Peace Building Affairs. Kwa hiyo ikitokezea wakati wowote kutoka sasa mumeona ndugu zetu wa Kitanzania wameingia kwenye maandamano, hata kama ya fujo, hata kama maandamano ya kuua wakuu wa mikoa ama watu wa wenyekiti wa mitaa, hata kama wamechoma duka, tusiwapinge, tusiseme ni watu wabaya. Hapana, hatukubaliani na wazo hilo, lakini ikitokezea hivyo tuwe tayari kuwalinda. Sijui kama mmefahamu lengo langu. Hatukubaliani na mpango wa kufanya maandamano yasiokuwa na matayarisho na yasiokuwa na ulinzi wa kitaifa. Lakini ikitokezea japo watu 300 wamefanya hivyo, tusiwatupe, kwa sababu bado ni ndugu zetu, na huenda tu hawajapata elimu sahihi ya nini tunafanya, ama hawajatuamini, na watu wana haki pia ya kutuamini. Kwa hiyo hii ni pointi yangu, tusije tukajenga chuki ukatokezea mripuko wowote. Sasa nimetoa hii elimu ndogo na nimepata jawabu immediately tayari kutoka kwa Department of Political and Peace Building Affairs. Kwa hiyo ni vizuri Ikulu Tanzania ijue jinsi gani tunafanya vovote tunaweza tuiparalyze serikali. Tunaingia kwa kila pembe, kwa kila ncha ya idara ambayo tunaona itatupatia msaada, tunaweka wazi uchafu unaofanyika nyumbani. Hivi ndugu zangu, mmefahamu nini nimefanya ama bado nirejee hili jambo? Asante. Labda kaka Sama sijui umenifahamu ama vipi? Mimi nimefahamu. Mimi nimefahamu. Ulianza kutuambia mwanzo na bahati nzuri wamekujibu. Nimefahamu. Nafahamu vizuri, yani umeeleka vizuri sana, mashallah, umeeleka vizuri sana tu. Umenyoka hapa, umenyoka sana. Okay. Kwa ambao labda hamjamuelewa vizuri. Yani yeye anataka apige kila engo ambao yani kila engo tunataka tuguse kuyapeleka haya maumivu. Umeona? Na kila engo yani hizo anaenda engo. Unaona kama hiyo ingine tumeshakichafua huko, watu wamekufa 10,000. Yani sasa tunachafua. Kwa sababu nini? Ili tuwalinde wale wenzetu waliokufa. Sijui mnaelewa akisema kwamba kuiparalyze. Baba turudi Clubhouse. Kuiparalyze. Mnajua kuiparalyze? Yani unakwambia hivi. Yani serikali Let me talk. Kuiparalyze serikali. Yani serikali inakuwa upande haifanyi kazi kabisa. Kuparalyze si kwa Kiswahili chake. Tunaifanya serikali iwe na kiharusi. Yani sijui mnaelewa, mnaujua ugonjwa wa kiharusi? Yani mtu una stop, unakufa upande mmoja. Tunaambiwa kaka Sama huwezi hata kutembea, yani inauliwa serikali, inauliwa kwa upande mwingine, sema tunaiua ina stack. Yani unajua kitu kimoja, tumsikilize huyu bwana. Huyu yani akili ya huyu sidhani hata kama lile bunge letu lina kichwa cha hivyo. Sidhani. Mimi sidhani. Mimi sio kwamba sidhani. Mimi na uhakika hakuna.
Usifananishe hizo, usimfananishe Habi na hizo Usifananishe Habi na vitu vya ajabu. Hawa watu ni jamii ya Tundu Lissu. Na serikali yetu ya Tanzania haitaki kabisa vichwa vya hivi. Ni Tundu Lissu kijana. Yaani vichwa vya hivi havitakiwi pale nyumbani. Maandamano haya yalikuwa maandamano yasiokuwa ya kikomo. Walikuwa wakimpinga rais wao wakati huo alikuwa akiitwa Viktor Yanukovych. Viktor Yanukovych alikuwa ni fisadi, lakini hajamfikia Rais Samia. Hajamfikia Rais Samia kwa ubaya, lakini alingolewa kwa maandamano makubwa. Na hawa wa Ukraine, maandamano yao yalikuwa ya usiku na mchana. Hawajarudi nyumbani kulala. Yalifanyika kwa uwanja mkubwa pale Ukraine ulikuwa unaitwa uwanja wa Maidan. Ndio maana mapinduzi haya ikaitwa Euromaidan. Uwanja wa Maidan uko mji wa Kiev. Lakini maandamano haya kwa sababu tu yule bwana Viktor Yanukovych alikuwa ni fisadi na muuaji, hawakuenda kwa kukurupuka. Walishirikiana na mashirika ya kimataifa, walialika na waliyashindikiza ya kuweko pale ili kusudi aweze kuwapatia uangalizi. Na mwisho wake serikali ya bwana Yanukovych iliangushwa na ikapelekea uchaguzi ukarejewa upya kwa sababu ya maandamano yasiokuwa na kikomo. Maandamano yasiokuwa na kikomo ambayo hayaendeshwi na chama cha siasa. Hayakuwa na kiongozi ambaye ni mwanasiasa. Na hawa walishirikiana na mashirika yale ambayo mimi nimewatajia. Lakini kama hiyo haitoshi, nchi nyingine ambayo ilifanikiwa kuondosha serikali za kikatili kwa njia ya maandamano ya amani yasiokuwa na kikomo ni nchi ya Georgia. Nchi ya Georgia mwaka 2003 yalifanyika maandamano makubwa sana baada ya kutokezea udanganyifu mkubwa wa uchaguzi wao. Kile chama tawala ilifanya uchaguzi mkubwa sana, uchaguzi mkubwa wa kitaifa, na ukafanyika udanganyifu mkubwa. Lakini bado nakumbusha, udanganyifu wao rais hajashinda kwa 98% kama alizoshinda Samia muuaji. Hajakuwa hivyo. Bado hawa zidi ya ukatili wao, bado bahati mbaya hawajamfikia Samia. Baada ya hapo, vijana baada ya kuchoka na haya mambo, waliandaa maandamano kwa kushirikiana na mashirika ya Umoja wa Kitaifa na wakaletewa uangalizi. Na maandamano hayo pia kwa vile walipewa msaada na Umoja wa Ulaya, kuna shirika nyingine ambayo iko kwa Europe inaitwa OSCE. Hii shirika ni ya Umoja wa Ulaya, ilihusika pia katika maandamano hayo. Baadaye wao hili shirika ndo wakasimamia uchaguzi mpya baada ya uchaguzi wa mwanzo kufanyika udanganyifu. Lakini hawajatoka vijana kwenda kufanya maandamano kwa kukurupuka, wala hawajatoka vijana kufanya maandamano bila ya kuwa na agenda. Hawajatoka vijana kufanya maandamano haya kwa kuchoma moto. Hawajatoka vijana kufanya maandamano haya bila ya kuwa na mawasiliano ya uhakika. Walipanga vitu kama ambavyo sisi tunapanga. Waliandaa mawasiliano yao binafsi, walishirikiana na mashirika kimataifa, walialika waangalizi wa kimataifa, na eventually na mwisho wake marais wao wakakimbia nchi. Ndugu zangu, naomba msinichukie na msichoke ninapotoa elimu hii. Najaribu kufahamisha hii elimu ili kusudi tuwaaminishe watu ambao bado wanahisi kwamba maandamano haya tunayoandaa, ikiwa tutafanikiwa, hayatoweza kutusaidia. Na ndio maana naona ipo haja kuendelea kutoa hii elimu. Mwaka 1986, wengi wetu hapa tulikuwa hatukuzaliwa. Maandamano haya pia yalifanyika nchini Philippines. Ufilipino kuna viongozi katili sana. Mpaka sasa kiongozi wao wa mwisho, rais wao, ameshtakiwa hapa The Hague kwa sababu ya ukatili. Lakini ukisoma uzuri documentary ya ukatili alofanya, bado hawajafikia ukatili wa ndani ya siku 3 kuua watu 10,000. Kwa maana yangu kwamba hawa pia bado hawajamfikia ukatili wa Samia. 1986, baada ya udikteta wa bwana Ferdinand Marcos wa nchini Filipino,
Vijana kuchoka na udikteta wao baada ya kuwa wanatekwa na wanateswa na kubambikiwa makesi ambayo sisi ndugu zetu sasa wanashtakiwa. Waliandaa maandamano yaliyodumu kwa siku 4 bila ya kulala, bila ya kula, bila kuamka. Usiku mchana watu wanaimba nyimbo ya maandamano bila kupumzika. Waliingia kwa shift. Kuna watu walilala asubuhi, wakawa wanaungana na wa mchana, na wa mchana wanaungana kwa usiku, kama vile polisi wanafanya kazi kwa shift, wanakabidhiana kambi ya maandamano. Maandamano haya yalidumu kwa siku 4 bila ya kustop, lakini yalikuwa na usimamizi wa kimataifa. Walikuwa wamejipanga kimawasiliano, na maandamano haya ya siku 4 walienda kukaa katika sehemu ambazo mimi nimeshauri, kama vile kukaa maeneo ya bandari, maeneo ambayo nchi ina rasilimali. Mwisho wake baada ya kufanyika maandamano haya, Bwana Marcos zidi ya ubabe wake na ukatili wake alikimbia nchini. Bwana Marcos aliondoka, na baada ya kuondoka, ukisoma kidogo ndo utajua kwamba ndo akaja akachukua nchi Bwana Corazon Aquino, ndo akawa rais baada ya Bwana Marcos kukimbia nchi. Nchi ya 7 ambayo imefanikiwa na mpango ambao najaribu jamani kuwaaminisha kwamba unatupa guarantee ya kuitoa serikali ya Samia ni nchi inaitwa Moldova. Walifanya aina ya maandamano haya ambayo sisi tunafanya mwaka 2009. Na sababu yao ilikuwa kulitokezea wizi mkubwa sana wa kura. Lakini bado rais alishinda kwa 80%, haijafika 90% ambayo Samia kavuka rekodi ya makatili ambao nimewatajia. Wakafanya maandamano ya amani, na walishirikisha mashirika ya kimataifa, na walikuwa na mawasiliano yao binafsi, na maandamano yale yalipelekea uchaguzi mpya kufanywa, na ulisimamiwa na shirika inaitwa OSCE. Ndugu zangu, baada ya ushahidi wote huku hapa, hivi bado kuna mtu yote ana wasiwasi ama ana hofu ama anahisi maandamano ambayo tunayaandaa hayataweza kuondoa udhalimu na utesi wa Rais Samia? Kama yupo mtu huyo, sasa naomba na yeye atueleze hoja zake kama mimi ninavyomweleza. Tuko hapa, ninasikiliza sasa. Nani ana wasiwasi? Nani ana hofu ikiwa mambo haya tutayapanga na yatakuwa kama tunavyotaka yawe, tutashindwa kumtoa Rais Samia? Nani ana hofu? Kama kuna mtu yote atakuwa ana hofu, basi tunaomba atueleze, sio kwa kututukana wala sio kwa ubabe, atueleze kwa kitaalamu, atupe na reference kama ambavyo sisi reference tunawapa. Na ikiwa kweli mtu yote anopinga maandamano haya anazo reference za kutosha, niko tayari tubadilishe mtazamo wetu. Lakini asije na ubabe, asije na matusi, wala asije na maneno mingi. Aje na reference, ataje nchi, ataje tarehe, ataje mambo. Ndugu zangu, niliwahamasisha sana. Miongoni mwa barua ambazo tunaandika, lazima tuandikie Kanisa Katoliki Vatican. Kwa sababu Kanisa Katoliki la Vatican ndilo kanisa pekee ambalo lilihakikisha maandamano yanabaki kwa amani nchini Ufilipino. Baada ya Bwana Fernandez Marcos kuwa mbabe na mtesi, basi Katoliki peke yake ya Vatican. Mimi ndugu zangu sio Mkatoliki, lakini ninapoliunga jambo mkono ni kwa sababu ya protocol only, sio kwa sababu za kidini, ni kwa sababu ya protocol only. Protocol tutakayohitaji kutoka Catholic, tutawaambia kwamba ndani ya barua kwamba sisi ni vijana ambao hatujafika hata miaka 30, lakini tumesoma umuhimu wenu kwamba mmewahi kusimamia maandamano ya amani na yakabaki ya amani bila kuteswa mtu mwaka 1986. Na mkafanikiwa, na tunaomba uwakilishi wenu na msimamo ambao mlowapa Ufilipino mwaka 1986 mtupatie sisi. Na pia nitakuombeeni sana ndugu, na nia ya kutaka kujua haya maandamano ni aina gani, basi tumfundishe. Otherwise awe anatujia kwa lengo la upotoshaji ama kufanya mambo ambayo ametumwa na CCM. Update ya kwanza ninataka kuwapa jamani, leo
kaa kwenye meetings za wanaharakati tofauti tofauti nyumbani, akiwemo dada Maria, kwa masaa kabisa tukijadili, na kuna mambo tumekubaliana kwamba mimi kuanzia kesho Jumatatu nitakuwa na utumia muda wangu wote kufanya kazi ya maandalizi ya maandamano tuliyoyapanga. Maana yake hichi nimesema ni hivi, mimi ninasoma na nafanya kazi, lakini ndugu yenu nimeridhia kukatisha kwenda kazini na kukatisha kusoma. Nitasoma nyumbani hivi kwa muda mfupi, na nitaitumia wiki nzima kikamilifu kuhakikisha nakamilisha documentation zote za barua na maombi, ili makusudi ikiwa itawezekana, itawezekana maandamano haya tuliyoyapanga yawe tarehe ile 9 ambayo ndugu zetu wengine wameipanga. Lakini yatakuwa tarehe 9 ikiwa tu tumeweza kukamilisha taratibu tulizozipanga. Hatuko tayari bado kufanya maandamano ya kukurupuka ambayo yataleta athari, ambayo yatasababisha ndugu zetu wengine wafe. Sasa katika siku moja inakuwa ina masaa 24 na wiki moja ina masaa 168. Sasa mimi nitajitahidi sana ndani ya wiki hii nitumie masaa 158 yote kwa ajili ya kufanya matayarisho ya kukamilisha barua za kuwataka waangalizi na taasisi nyingine, na nitalala kwa masaa 10 tu na 8 kwa wiki. Nitajua kwa kuyagawa. Naeleza haya kwa sababu nataka niwaoneshe jinsi gani tunatakiwa tujitoe kivitendo, sio kwa maneno tu, kwa ajili ya damu ya ndugu zetu iliyomwagwa, kwa ajili ya kuzuia vitisho vya kisaikolojia ambavyo Rais Samia anajaribu kuvifanya kwa vijana wa Kitanzania. Anacheza na akili zetu, anacheza na saikolojia yetu. Haya makesi ya kuwatuma waandishi wake wa habari watangaze kwamba leo ndani ya Tanzania watu 500, watu 300 wameshtakiwa kwa kesi ya uhaini, kitaalamu anajaribu kuwa traumatize vijana, anajaribu kuwapa watu trauma, anajaribu kuintimidate watu, anajaribu kujenga hofu ya kisaikolojia. Sasa ndugu zangu, katika hii wiki ambayo inaanza kesho, tutabidi tuende kwa speed sana, na itabidi tukubaliane kwa pamoja kujitoa, kisha mambo mingi tunayafanya ndani ya muda mchache. Ikiwa tu itawezekana, basi na tuingie kwa nguvu yote tarehe 9 hiyo ambayo baadhi ya watu wanaona iko sawa, ikiwa tutakamilisha. Sasa nataka niwajibu taarifa moja. Nataka niwaambie taarifa moja. Kuna watu wametaka leo niwaeleze kupitia DM kwamba kwa nini tumeyachagua mashirika hayo na tuna uhakika gani kama tutafanikiwa. Naamini sana ili jambo ni jambo ambalo linakuja kwa kujirejea. Lakini pia kama nilivyowaambia kwamba mimi nimekubali moyo wangu wote na nguvu zangu zote na wakati wangu wote kuutoa kwa kadri itakavyowezekana, ili kusudi tuweze kuidondosha serikali. Na nimewapa hesabu ya masaa ambayo nitayatumia kwa wiki nzima. Ikiwa wiki moja ina masaa 168 ambayo Mwenyezi Mungu mtukufu katujalia, mimi nitatoa masaa 100 na 150 yote kwa ajili ya kutumikia nchi yangu. Na si kama ni kitu kikubwa ukilinganisha na damu za ndugu zetu, ni kitu kidogo sana. Ndugu zangu ambao mnanisikiliza, naomba munipe dakika 10 kukuthibitishieni kitaalamu kabisa kwamba ikiwa maandamano niliyowafahamisha tutayafanya na kwa utaratibu huu ambayo nimewaelekeza, basi Rais Samia tutamtoa serikalini, na si kumtoa tu, atakimbia nchi, kwa sababu nchi zote zilizofanikiwa kwa utaratibu huu marais walikimbia nchi. Naomba muniruhusu nikupeni ushahidi.
wa kwamba utaratibu wa maandamano tulioyapanga itatupa guarantee ya kuing'oa hii serikali. Mwaka 2011 nchini Tunisia walifanya maandamano ambayo sisi tunataka kuyafanya, na waliwasiliana na mashirika ambayo sisi tunashirikiana nayo. Ilikuwaje? Kulifanyika nchini Tunisia maandamano makubwa sana, kwa sababu watu wengi walikuwa hawana ajira na kulikuwa na rushwa ambayo kama Abduli, kina Rostam Aziz na Mama Kiziga wanayafanya. Na kulikuwa na ukandamizaji wa haki za binadamu mkubwa sana, kwa sababu wale watu ambao walikuwa wakipinga walikuwa wakitekwa na kupotezwa. Watu wakaandaa maandamano makubwa sana baada ya mwanaharakati wao, baada ya yule mtu ambaye amewaambia watu andamane, alikuwa anaitwa Mohamed Bouaziz. Kama mfano vile hapana nisimtolee kaka Saba, kama mfano vile labda mimi hivi nahamasisha, sasa kabla hatujafika kwenye point nikaja nikauliwa. Lakini kuuliwa kwangu mimi ikitokezea haina thamani tena roho yangu, kwa sababu ndugu zangu tayari nishawapa njia ya kupita. Hata kama leo wamekuja kutuma makatelo wakaniua hapa, na waomba sana fateni njia nilowapa, kwa sababu inatupa guarantee. Tunisia walifanikiwa kumuondoa rais wao licha ya kuwa kumuua yule mtu ambaye aliwashauri watu kufanya maandamano ya aina hii, kwa sababu alishirikiana na taasisi 5 zile ambazo nilowatajia. Na mwisho wake rais wao alikuwa anaitwa El Abideni, alikimbia nchi mwaka wa 2011 baada ya maandamano yale kuwa ya kudumu, hayajakuwa na kikomo. Huo ninowapa ni ushahidi ndugu zangu kwamba hiyo ni nchi ya kwanza ambayo imefanikiwa kwa aina ya maandamano ambayo sisi tunataka kuyafanya. Na waeleza hivi kwa makusudi ili niwape assurance, kwa lugha ya Kiswahili niwape guarantee kwamba hichi tunachokifanya ni kitu cha uhakika na kitatupa jibu la uhakika kwa jambo tunalolitaka, ikiwa tutafanya kwa utaratibu unaofaa. Nchi ya pili iliyofanikiwa kwa mfumo wa maandamano haya tunataka kufanya ilikuwa ni nchi ya Sudan mwaka 2019. 2019 watu wa Sudan waliandamana kwa sababu bwana Omar Bashir alichukua nchi kwa muda mrefu bila kutaka kuachia, kama vile vitu ambavyo Uganda wanafanya. Kilichofanyika, sisi tunatumia TikTok, wao vijana waliunga kitu inaitwa maandamano ya amani ya kiraia, ambayo hawajataka kupata kiongozi yoyote wa kisiasa, kwa sababu viongozi wa kisiasa, vijana wa Tanzania wametuvunja moyo sana baada ya kuwa wananunulika, wakikuwemo kaka Makengeza na wenzake. Walieka vuguvugu la kiraia na wakalipa jina inaitwa Sudanese Professional Association. Ilikuwa ni grupu kama ambalo sisi hivi tunakutana TikTok. Waliandamana bila kikomo, lakini walipewa ulinzi kamili na walipewa ushirikiano na mashirika ambayo nimewatajia. Na munaweza kwenda kuisoma haya maandamano haya peke yenu. Lakini kama mnaona labda ilifanikiwa Afrika tu, na watajia nchi ambayo iko Ulaya ambayo pia imefanikiwa kwa mfumo wa maandamano ambayo sisi tunayapanga. Nchi hiyo ni nchi ya Ukraine. Mwaka 2014 ukienda kusoma kwenye historia ya Ukraine ya mambo ya mapinduzi, kuna mapinduzi yalikuwa yanaitwa Euromaidan. Mnaweza ukipata muda naomba mkajifunze, andika Ukraine 2014 Euromaidan Revolution. Mtapata kujifunza vitu vingi sana ndugu zangu. Maandamano haya yalikuwa maandamano yasiokuwa ya kikomo, walikuwa wakimpinga rais wao wakati huo alikuwa kitwa Viktor Yanukovych. Viktor Yanukovych alikuwa ni fisadi, lakini hajamfikia Rais Samia kwa ubaya, lakini alingolewa kwa maandamano makubwa. Babili, endelea, tuko pamoja baba. Okay. Endelea.
Ndugu zangu, sisi tunaamini kwamba kwa sababu ya udictatorship uliokuweko Tanzania, na Tanzania kikanda, kuna kitu inaitwa kanda. Tanzania kikanda ipo nchi ya East Africa, na East Africa nchi zote zimethibitika kimataifa kwamba ni nchi ambazo uongozi wake una chembechembe kubwa sana za udikteta. Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania, hizi ni nchi za kidikteta. Bahati mbaya nchi yetu ipo kwenye kanda ambayo tumezungukwa na madikteta. Tumezungukwa na madikteta kwa maana ya kwamba hakuna nchi jirani yoyote kisheria kabisa itaweza kutupatia msaada kama ambao Mwalimu Nyerere aliweza kuwapatia ndugu zetu wa Uganda katika vita vya Idi Amin. Wakaenda jamaa zetu na ndugu zetu na kaka zetu na wajomba zetu kupigana kwa ajili ya Waganda, na Waganda tukawasaidia kupata taifa lao, ilikuwa sisi wa Tanzania. Sasa hivi zama zimebadilika. Samia Suluhu Hassan tunaamini kwamba kapewa ulinzi na dictatorship wa Uganda, kampa jeshi kuja kuua ndugu zetu. Na mimi binafsi naamini hata rais wa Kenya angekuwa tayari kumpa Samia majeshi wengine waje kutuua, kwa sababu na Samia pia anaweza akawasaidia Waganda kuua raia wa kawaida. Ndugu zangu, nchi yetu sasa hivi ipo kwenye ukanda mbaya sana, upande mbaya sana. Tungekuwa tupo West Africa, mimi nisingepinga tufanye maandamano ya amani, kwa sababu nchi zile sasa hivi zimekubaliana kwamba majeshi yaweze kuchukua nchi ikiwa viongozi wa kidemokrasia wanawapinga. Lakini sisi hatuna guarantee hiyo. Ndugu zangu, naomba tuwashauri kwamba maandamano tunaotaka kuyafanya ni maandamano ambayo hayatokuwa na kikomo, hayatokuwa na mwisho. Ni maandamano ambayo endelevu. Maandamano ambayo kabla hatutayafanya tutawaekea wazi ndugu zetu ambao wapo on the ground Tanzania nyaraka rasmi ni za majibu zinazotoka kwenye shirika la UNHCR. Tutawaonesha wazi majibu ya shirika linaloitwa OHCHR. Tutawekea wazi nyaraka za majibu la shirika linaloitwa International Committee of the Red Cross. Tutawekea wazi majibu ya Amnesty International, na tutawekea wazi majibu ya Human Rights Watch, ili kusudi tuwaaminishe ndugu zetu kwamba maandamano ya safari hii watakuwa yanaangaliwa na taasisi za kimataifa, na yatakuwa wazi, vyombo vyote vya habari vinaangalia. Naomba kuwakumbusha kwamba shirika linaloitwa OHCHR kiurefu chake ni Office of the United Nations High Commissioner for the Human Rights. Shirika hili kazi yake ni kumonita na kupromote haki za binadamu dunia nzima. Sio lazima iwe Ulaya au Marekani. Na kwa nini tunaliita hili shirika? Kwa sababu ndugu zangu, kwa sababu hili shirika jukumu lao kubwa ni kwamba ikiwa unataka kuandaa maandamano lakini yaliyokuwa ya amani, lakini ukawa unaamini kwamba japo kuwa maandamano yako unaotaka kufanya ni amani, bado utakuwa kwenye hatari ya kuteswa, hatari ya kuuliwa, hatari ya kutekwa na serikali, hili shirika jukumu lake kubwa ni kuja kuleta uwakilishi wake kwa lengo la kurekodi kila malalamiko ambayo tutakuwa wanayaona, pamoja na kutupa mwongozo wa nini kinatakiwa kifanyike kisheria. Na shirika la pili ambalo ninasisitiza tutawaita ni International Committee of the Red Cross, kwa sababu shirika hili kazi yake ni kutoa ulinzi kwa watu wote ambao wamepitia mateso ya kutekwa ama mateso ya kisiasa. Hili ni jukumu lao kisheria, na ninamkuhamasisheni kila mmoja wenu
muende mukasome majukumu ya haya mashirika kimataifa. Na kwa sababu tunaliita shirika hili likuwepo kwa lengo moja, kwa sababu sisi tayari tuna hofu kwamba maandamano tutakayoyafanya bila ya uwepo wao hayatakuwa salama. Kwa hiyo tutawaita hawa watu wanaoitwa ICRC, International Committee of the Red Cross, kwa sababu tu ya kuja kutupa kitu inaitwa Advice on Human Right Protection. Maana yake wakati ambao tunafanya maandamano, na leo wamenijibu kwamba hata kabla hatujafanya maandamano watatueleza, watatupa ushauri kwa ajili ya kuulinda ubinadamu. Kwa mfano wanaweza wakatupa ushauri wa kwamba maji gani tuwe tunakunywa, ushauri wa kwamba polisi tumjibu nini, ushauri wa kwamba tuvae nini na tuseme nini. Watatufundisha maandamano ya amani, watatupa ushauri unaitwa unahusiana na humanitarian protection, unahusiana na ulinzi wa kibinadamu. Pamoja jukumu lao jingine pamoja na kuwa watu wakati baina ya serikali tunaoandamana na sisi. Serikali ili wazungumze na sisi itabidi wapitie kwa shirika la International Committee of the Red Cross wakati tuko kwenye maandamano. Na shirika jingine la 4 tutawaita Amnesty International, kwa sababu Amnesty International jukumu lao kimataifa ni kulinda haki za binadamu kwa dunia nzima. Kwa hiyo hawa tutawaalika na tutawaita waje kwa ajili ya kufanya monitor ya situation, kutupa legal advice, pamoja na kuyaripoti matukio yote ya uvunjwaji wa haki ya binadamu. Ikiwa yatatokea, haraka iwezekanavyo wayaripoti kwa UN na serikali zenye ushawishi mkubwa duniani kama serikali za Marekani na serikali za Europa, ili ziweze kuingilia unyanyasaji utakaotokezea. Ndugu zangu, tunaweza mkawa na suala kwamba vipi haya mambo yote tutaweza kuyatayarisha. Matayarisho ya kuyajulisha haya mashirika yanaweza yakachukua wiki 2 mpaka 3 ili kupata jawabu rasmi kwamba wao wataweza kutupa uwakilishi wao. Na wakitukubalia uwakilishi wao, hawatakuwa wawakilishi waliovaa nguo za kawaida. Wakija watu wa Amnesty International, maana yake hata nguo zao wakiwa pale zitakuwa zimeandikwa Amnesty International, na wana mahelmeti yao yameandikwa Amnesty International, na wana kamera zao wanazorekodi matukio na maandamano ambayo tunayafanya. Jamani, msisahau wa Tanzania walivyouawa ndugu zetu wa Tanganyika. Ndugu zetu wameuawa kama mbwa, yani kama kuku, hata mnyama huui kiasi hicho. Hivi mtu ameshalala chini, ushampiga bunduki ya mkono, basi unaendelea kumpiga ya kichwani. These people, they were aimed to kill. Tusiogope tena kabisa sasa hivi kwa support. Jamani, hebu acheni upumbavu. Diamond haimbi nyimbo za Michael Bolton. Diamond is not Michael Jackson. Hebu acheni hawa watu. Hebu waonyesheni you are angry enough. Hawa watu wasifanye show tena. Yani let's us put them on their knees kwamba we have power. Let's put them on their knees. Jamani, isitokee show ya msanii wa Tanzania, I will be so disappointed. Eti mnaenda kwa msanii kumsupport. Jamani, acheni na watu ni wanafiki. Mtu kama Irene Uwoya, very hypocrite. Yani mtu anajiita mama mchungaji. Haya yote yani anasupport sehemu ya upumbavu. Okay, hatukupangie chama. Haya, unajua kabisa what CCM they are doing. Kweli, naombeni wa Tanzania, nitakuwa kwenye hichi kitengo. Mimi sitaki kusikia kitu chochote. Nikiona yani nitasikitishwa sana. Yani bado kama kuna Mtanzania anawafollow hawa mbwa, nitasikitika sana. Mtu kama Queen Darleen, sikukisikia alichokiongea, nimeona leo kaka mmoja amepost. Kimeniumiza sana. Hawa watu they are primitive. Huwezi kuwa kioo cha jamii ukaongea vitu kama vile. Vyao ni madaraka tu. CCM haiwezi kukaa hapo milele jamani. Gaddafi aliondoka. Mobutu Sese Seko aliondoka, Farao aliondoka, CCM itaondoka, CCM inaondoka. Jamani, naongea kwa uchungu, ndugu zetu wameuawa. Jana nililia, yani kila siku nikiona hizo picha nalia mpaka natetemeka. Yani nalia mpaka natetemeka. Hivi huyu mtu aliyetoa oda kwamba go and kill, ana hawa waliopokea oda
Jamani, haya mambo mmeshayapita, mimi sikuyaongea, niacheni niyaongee kwa uchungu. Huyu mtu aliyetoa order go and kill alikuwa anafikiria all these people they are emotional. Yani nchi inaendeshwa na watu wako emotional. Haya, na you guys umepewa order ya kwenda to kill, you go and kill. Kwani mkiwapiga za miguu mkawaacha? Na kulikuwa kuna sababu gani ya kupiga watu silaha? You are using live bullet. CCM, I say, hamfai kuongoza. Yani hata sasa hivi mko hapo kimakosa. Tutashughulika na nyie kisaikolojia, tutashughulika na nyie na Mungu hata waacha. I say damu mliomwaga ni nyingi, damu nzito. Mnawadufua watu vichwa. Watu ambao they don't even have 9 millimeters in their houses. Mmewaua watu kama kuku. Mna bahati zingekuwa nchi nyingine they won't take it. Mnatutumia watu hawajavaa uniform. Wale ni wakina nani wale? Wale ni wakina nani? Nyie hatuwezi kukaa kimya CCM. Kama mnataka kutua, tuweni wote. Wale ni wakina nani? Wale watu wa Tanzania tungekuwa na silaha, we were ready to kill them, kwa sababu hawakuvaa uniform, na sisi tungewatambua kama majambazi. Alafu mna eti watu wanazungumzia vitu, eti kuna vitu walichoma vitu. Kuna vitu gani vimechomwa hapo vya kusema eti vya kuua mtu? Hivi mnajua kwamba even the tallest building in the world is not worth even a single soul? Yani kuna watu nikipita wanaongea live za kipumbavu. Kuna ile live ya ule msichana, sio ni shetani, sio ni shoga yule mbwa, naombeni watu wakairipoti ile live, anawafidi watu negative. Unajua kuna watu wamelipwa sasa hivi kupindua hivi vitu. Eti let's assume those guys they were having guns, walikuwa na silaha. We are not assuming, we are talking what is happening. Yani natetemeka, ni vile uwezo sina. Mimi nisingesubiri, na kwambia ningekuwa sniper right now as I'm talking, ningeshafanya ya kwangu mimi, afu hata nikapotea, I don't care. Kwa jinsi naichukia CCM kwa moyo wangu wote. Mnaua watu kama vile wako kwenye vita sijui ya pili ya dunia. Mnawadufua watu vichwa ubongo, mnaomwaga nje watoto walikuwa zile some homeless, walikuwa hawana pa kukaa. Wangekimbilia wapi? Mnawapiga watu wako nyumbani kwao. Mwanamke umeenda umemkuta kuna watoto wake, is there a reason for you to shoot them? I say, nasema hivi, mimi kama mwanamke dada mwenye miaka 30 na nasikia uchungu mpaka utumbo unatetemeka. Nasema hivi, ni uwezo sina. Ninao mimi, siwasubiri nyie mngeandamana, mimi ningemalizana nao wale. Hawezi kutulia watu kama kuku. I say damu iliyomwagika mama ni nyingi. You won't get away with this. We are going to deal with you, na bado Mungu yupo na wewe. I say, asitokee mtu akaniambia eti kuna vitu Tanzania vimechomwa is worth even a single soul. Hilo shishifudi mnatuambia upumbavu. Hilo sijui Juma Juksi mnatuambia upumbavu. Hiyo nenga, hizo pesa wametoa wapi? Hivi tukiwaita watu wa mahesabu ya duniani tukawauliza hawa, these people they are net worth, some people their fathers they are drug dealers, we are just keeping quiet. Wasitufanyie mambo ya kipumbavu. Nasema Tanzania hakijachomwa kitu cha kusema it is worth even a single soul. Hata yule kichaa anayokuta hivi. Mnaelewa maana ya soul ya mtu? Jamani, vitu vinarudishika, mtu harudishiki. Niambia ni nani aliwahi kurudisha uhai wa mtu? Mnatuambia eti sawa wawe tu waliua vitu. Nyie kuna vitu gani? Kuna majengo gani Tanzania? Hebu niambie kitu gani kilichochomwa is worth even a single soul. Nasema hivi, lile jengo zito la Dubai, sijui Eiffel Tower, sijui whatever, halina thamani ya roho ya binadamu hata mmoja, hata kichaa. Kama una utu, kama unamwogopa Mungu, hakuna mtu mwenye uwezo wa kurudisha uhai wa mtu. Hayupo. Wazungu wanakesha huko, wanatafuta jinsi ya kurudisha pumzi ya mtu. Hakuna. Once someone is gone, is gone. Hakuna kitu kina thamani ya binadamu. Ni sisi binadamu we are greedy. Yani na hasira mpaka natetemeka. Nasema hivi, nipewe kitengo cha kuwakumbusha Watanzania na nitafungua hizo peji. Let's not forget about these motherfuckers. I'm sorry guys. This so-called themselves celebrities. Let's not forget about it guys. Nadhani sijasahau kitu chochote. Let me just here ni switch off kwa sababu nahisi mpaka pressure huwa inanipanda. Ngoja tumsikize kama bibi anasemaje. Naona kuna pole sana dada Juno, pole sana. Acheni udikteta, acheni kutuburuza kapumbu zenu na matako yenu gademiti. Mnatunyima paka uhuru kuwasiliana na ndugu zetu, familia zetu, marafiki zetu, wapenzi wetu. Mambo gani mnatuletea? Mnatunyima freedom of speech, mnatunyima paka freedom of communication, mnatunyima hadi mawasiliano. Mambo gani mnatuletea? Gademiti. Hebu tuachieni tuongee na watu wetu. Mnatuchukulia vipi lakini? Mnaogopa nini? Yaani mnaogopa nini kudadadeke kumamake wala? Mimi na mind sio kingese. Mna ulazimu gani?
Ami kumamake na mind kumamake yeye. Yaani mimi na mind sio kingese kumamake, yaani mtunyima mpaka ule kuongea na ndugu, familia, rafiki na wapenzi wetu kumamake. Yaani na mind sio kingese. Simu mtangaza tu mara moja aishe. Sino mnachotaka kufanya, mtangazeni. Intel tupo nayo, Gademi za ndani tupo nazo, mtangazeni basi.